Mambo vipi mtazamaji, Calm Official Rose D on the microphone. Kwa mara nyingine tena kama ilivyo kawaida ni muhabarishaji. Kila ambalo litakuwa linajiri, kila ambalo umelisikia kwa chini, basi karibu sana Biomedia kwa sababu utapata undani wa matukio hayo bila kusahau muendelezo wa habari mbalimbali, si ndio? So kama ni hivyo, nikukumbusha usubscribe kama bado, lakini pia share, like, comment. Itakuwa inapendeza ile kinoma noma. Na bana, tuko na story ya moto sana. Unaambiwa Roma Mkatoliki ameibua gumzo mitandaoni mara tu baada ya kutangaza kuishitaki CCM kwa kutumia nyimbo yake kwenye masuala mazima ya kampeni. Nyimbo gani? Mambo yamekuaje? Karibu ongozana na Official Rose D till tamati. Bana, msanii nguli wa muziki wa hip hop nchini Tanzania Roma Mkatoliki, yeye anaibua mijadala mikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla mara tu baada ya kulalamikia kile alichokiita kwamba ni uvunjifu wa sheria za haki miliki. Mambo yamekaje? Roma bwana kupitia ujumbe wake ambao ameuandika kwa hisia kali sana, amesema kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kimeweza kutumia midundo yake, yani beats, katika mikutano yake ya kampeni bila ridhaa yake wala makubaliano ya kimaandishi. Lakini pia bwana mkubwa anasisitiza kuwa hichi ambacho amekifanya CCM si mara ya kwanza kushuhudia tukio kama hila, kwani mara nyingi pia wamekuwa wakitumia na amekuwa akisikia midundo yake ikichezwa kwenye mikusanyiko ya kisiasa ya chama hicho bila idhini yake. Aliyo imemfanya ajihisi kunyanyaswa na kupuuzwa kama msanii, huku kazi zake za sanaa zikitumika kwa manufaa ya kisiasa bila ya kufaidika kwa chochote. Na katika ujumbe wake pia Roma alieleza wazi kuwa kitendo hicho ni kosa la kisheria, kwani ni ukiukaji wa haki za kimsingi za msanii, yani copyright tunaandika. So nisiwe mwingi wa maneno sana, wacha nipite na nukuu ya Roma ambayo ameandika akituhumu Chama cha Mapinduzi CCM kutumia beats zake katika mikutano yao hiyo ya kampeni. Anasema, mnatumia beat yangu kwenye mikutano yenu ya kampeni bila idhini yangu. Hilo ni kosa kisheria. Nahitaji kulipwa stake zangu tafadhali sana. Najua pesa mnazo tena nyingi sana. Nilipeni kwa kuitumia kazi yangu ya sanaa bila ruhusa yangu. Sijui unaelewa? Hatari sana. Msanii huyo pia aliongeza kuwa mdundo huo aliutengeneza kwa gharama kubwa sana, ikiwemo muda, jasho, ubunifu, lakini sasa unachezwa tu hadharani katika mikutano ya kisiasa bila malipo yoyote. Inaumiza sana. Roma amesema pia kitendo hicho kimemuumiza hisia zake na kuonyesha wazi namna ambavyo wasanii wengi nchini hawaheshimiwi wala kulindiwa kazi zao. Kwa kuliona jambo hilo ni zito, Roma ametangaza kuwa anatafuta msaada wa kisheria ili kuhakikisha anapata haki yake, lakini pia ametoa wito kwa wanasheria kuweza kumuunga mkono ili kulinda kazi za wasanii kwa ujumla, akiwa na msisitizo mkubwa alisema kuwa ni lazima kazi za wasanii ziheshimiwe na thamani yao itambulike badala ya kudharauliwa. Kwa maneno ya hasira, Roma aliandika, wasanii wote wa nchi nzima mnaonyie kwenye chama chenu, simtumie biti zao au hawana midundo mikali. Mimi hamnipendi, lakini kazi yangu mnaifurahia. Nilipeni kama mnavyolipaga goli la mama. Sasa leo mmeakanyaga, lipeni biti la Roma. Hatari sana. Kauli hizi zimezua mjadala mkubwa sana mitandaoni, watu wengi wakimuunga mkono Roma, wakisema kwamba ni wakati sasa wasanii walindiwe kazi zao kisheria na kulipwa haki zao pindi tu kazi zao zitakapoonekana zinatumiwa kwenye majukwaa ya kisiasa. Lakini pia wengine wameonya kuwa kama wasanii hawatapigania haki zao, ubunifu wao, basi utaendelea kudharauliwa kila siku na kutumiwa bure na taasisi kubwa bila malipo ya aina yoyote. And of course, kwa jumla sakata hili limeweza kuweka wazi changamoto kubwa ambayo inawakabili wasanii nchini Tanzania kuhusiana na ulinzi wa haki miliki na heshima ya kazi zao. Na Roma Mkatoliki kupitia kilio chake ameibua mjadala mpana sana ambao unaweza kuwa chachu ya mabadiliko katika kulinda haki za wasanii na thamani ya kazi za sanaa. Mtazamaji wa Biomedia, unadhani kile ambacho Roma anataka kukifanya cha kushitaki Chama cha Mapinduzi CCM kitafanikiwa, ama jitihada zake mwishoni kabisa zitagonga mwamba? Tunaendelea kuangazia kitakaposhitakiwa chama, what next, atalipwa ama hatolipwa. Endelea kusubscribe, update zinakuja za kumwaga. Unakosaje? Subscribe, karibu sana kwa kugusa alama kengele na kutufuatilia kila itapoleo kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Uwe na wakati mwema, till next time.